kwa majina naitwa Getruda Charles Mkoba. Mimi ni kiongozi wa kundi la Scout chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, lakini pia ni scout wa wilaya ya Kigamboni. Lengo la sisi kuwepo hapa ni kwa ajili ya kufanya usafi, kusafisha mazingira, kuweka mazingira yawe safi, lakini pia kuhamasisha usafi wa mazingira kwa wananchi, wanajamii wengine wanapotuona sisi waone umuhimu wa kufanya mazingira. Lakini pia kwa sasa hivi tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda huku beach huku chini kwa ajili ya kufanya usafi, kuokota matakataka yaliyokuwepo huko. Na kama nilivyosema mwanzo, lengo la kitu hiki ni kuhamasisha usafi wa mazingira. Watu wanapoona wahamasike, wafanye usafi, na lengo la kufanya usafi ni kwa ajili ya kuondoa magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kutokea, kwa mfano kipindupindu na baadhi ya malaria, kwa sababu kuna mazingira machafu, mbu anaweza kuzaliana tukapata malaria. Kwa hiyo kwa hiyo lengo na mazumuni ya kukutana hapa ilikuwa ni kufanya usafi wa fukwe, na zaidi tulikuwa tunalenga kuokota chupa za plastiki au bidhaa zozote za plastiki. Huu ni mradi ambao upo katika mikoa kama 5 hivi Tanzania, mikoa ambayo iko pembezoni mwa bahari. Kwa hiyo kuna mkoa wa Dar es Salaam, kuna Tanga, kuna Pwani, pamoja na Zanzibar. Kwa hiyo mikoa hiyo ndio mradi unafanyika. Kwa hiyo ukifanya vizuri katika mradi kuna zawadi, yani unakuwa rewarded, unapata zawadi. Kwa hiyo ni mradi endelevu. Kwa hiyo ili zoezi lilokuja kufanya hapa ni kama mwanzo tu au sehemu ya muendelezo wa mradi kwa upande wa scout wa jiji la Dar es Salaam. Scout we? Like we. Aya, asante sana. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanya kazi nzuri. Leo ni sehemu tu ya muendelezo wa hii shughuli yetu. Kawaida huwa tunafanya hizi shughuli, lakini kwa kuwa sasa hivi ni tumeubeba sisi skauti kwenye miongoni mwa kazi zetu ama miradi yetu, kama alivyotangulia kuongea hapa mwenzangu kwamba ni mradi ambao umeshirikisha almost mikoa ambayo imepakana na bahari hii ya Hindi. Kuna mkoa wa Dar es Salaam, Tanga, kusini na kaskazini Unguja, kaskazini Pemba na kusini Pemba, pamoja na mikoa mingine ambayo pia walishiriki kwa namna moja au nyingine, mfano Kibaha au ni mkoa wa Pwani. Kwa hiyo zoezi hili linahusisha kukusanya taka zote, yani kusafisha fukwe, lakini tunachokusudia zaidi ni kusanya hizi taka za plastiki. Tumeshakusanya taka za plastiki, baada ya hapo tunaenda kuzipima, kujua tumepata kilo ngapi. Sawa. Hapa tumekusanya nusu, kama tunaona pembezoni mwetu kila sehemu kuna vishungu, sisi kwetu tunasema vishungu. Sawa. Miongoni mwao tutaenda kutoa hizi plastiki na baadaye tutazipima, tutajua tumepata kilo ngapi. Nia na mazumuni ni kuweka safi fukwe zetu, lakini pia
kukabiliana na hili tatizo ambalo wanakutana nalo viumbe wetu wa baharini au wa majini. Plastiki tunajua ni hatari. Miongoni mwetu tulishapata mafunzo tukajua vipi plastiki inaathiri afya za viumbe hai waliokuwemo ardhini, kwenye maji pamoja na hewani. Kwa hiyo sisi kama scout ni jukumu letu kuhakikisha kwamba huu mradi tunautendea haki kama ambavyo tunaendelea navyo. Na isiwe ni mwisho kwamba tupo kwenye mradi, lakini iwe ni miongoni mwa kazi za maisha yetu. Kila siku unapoona plastiki imezagaa uchukie. Sawa Wewe uwe ni balozi wa wengine. Hamna kutupa plastiki. Naona hapa mwanajamii mmoja amesema watajitahidi kuweka sheria kwa kushirikiana na polisi jamii, ukitupa plastiki, ukitupa chupa fine 50,000. Sasa ikitengemaa hiyo, maana yake ikitengenezeka nadhani hakuna atakayesubutu kutupa hizo chupa. Sasa sisi kuungana na wao tuhakikishe kwamba tunajitahidi kuweka mazingira safi, kusisitizana kwamba hii plastiki ukitupa hapa leo, madhara ni baada ya siku chache. Sawa tunaathiri viumbe ambavyo vimetuzunguka na maisha ni gharama sana. Kwa niaba ya kamishna mkuu wa chama cha Scout mkoa Tanzania na mimi mwenyewe kama kamishna wa mkoa wa Dar es Salaam, kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza Scout wote ambao wamejitokeza katika jambo hili kubwa la kuona jinsi gani tunatokomeza plastiki au vitu ambavyo vinaweza vikaharibu mazingira katika maeneo yetu, lakini pia kubadilisha hizi plastiki kuwa kama bidhaa ya kuweza kuongeza uzalishaji wa aina zingine za bidhaa, ikiwa ni plastiki au aina zingine za bidhaa zinazotokana na plastiki. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya Scout wa mkoa wa Dar es Salaam na mjumbe wa bodi ya mkoa leo wameweza kuungana na sisi katika zoezi muhimu sana leo tarehe 12. Iwe ni fursa kwa sisi Scout kuona tuna wajibu kwenye jamii. Kama maelekezo yetu Scout tunawasaidia watu siku zote, na kuwasaidia watu ni sehemu ya kutunza pia mazingira. Tunapotunza mazingira yetu tunakuwa tumewasaidia jamii kuondokana na milipuko mbalimbali na pia kuokoa viumbe vingine ambao vikapata madhara kutokana na janga kubwa la plastiki. Tunakumbuka kuna miaka ya nyuma tulikuwa tunaambiwa ng'ombe wanakufa kwa ajili ya kula mifuko ya plastiki. Kwa hiyo wanyama wengi waliweza kufariki kwa ajili ya plastiki. Kwa hiyo sisi Scout tukiwa sehemu ya kuondoa hilo janga, tutakuwa tumetimiza wajibu wetu kama Scout wa kutimiza wajibu wetu katika kutunza mazingira, lakini kusaidia viumbe hai. Maana yake tunaongelea kuwasaidia jamaa zetu, kusaidia wanyama, ni sehemu ya upendo kwa kila Scout. Kwa mimi nichukue fursa hii niwapongeze na niwape shime. Mazoezi kama haya yasiishie tu katika tukio kubwa kama hili, ikawe ni utamaduni katika wilaya zetu za mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo naomba makamishna wa wilaya, waratibu wa wilaya waichukue hii kama ni semina, waichukue kama hii ni chachu ya kwenda kusaidia wilaya zao kuondokana na majanga ya plastiki, hususan kwa kujiwekea taratibu za kufanya matukio haya mara kwa mara. Italeta heshima ya Scout, italeta umuhimu wa Scout ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kama watangulizi mratibu kamishna walivyosema kwamba huu ni kama uzinduzi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa yeye kwa nafasi yake ametoa wazo, ametoa taarifa rasmi kwa makamishna kwamba hili ni zoezi endelevu. Tuna wilaya zetu 5. Zoezi tumelizindua, zoezi liendelee. Tumeelewana? Jamani, huu ni mradi wa kidunia. Na mradi huu wa kuokota takataka za plastiki ni hususan katika maeneo ya bahari, mito na maziwa. Sasa sisi mkoa wa Dar es Salaam tumejaliwa kuwa miongoni mwa sehemu hiyo. Kama mratibu alivyosema, huu mradi ni mradi ambao unadhaminiwa kidunia
na una maslahi yake pia na una mashindano yake. Mara zote Dar es Salaam ndio pilot area. Sisi tukifanya vizuri au wenzetu kwenye maziwa na kwenye mito itakuwa kama ni muendelezo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwamba leo tumezindua, na tusifanye tu katika mikusanyiko hii. Sisi scout mara nyingi tumekuwa kama ndio kiongozi wa matukio ya kijamii. Kwa hiyo popote tunapokwenda katika ngazi za mitaa, kata, wilaya mpaka mkoa. Kwa hiyo tufanye zoezi hili kwa kuliendeleza, tusingojee mpaka tukusanywe tu. Nitoe wito kwamba popote tunapoishi katika maeneo yetu, ili zoezi liwe zoezi endelevu na si kuziokota na kuziacha kama tulivyoziona hapa chini. Tunatakiwa tuzifanyie kazi, kwamba kwa kuziokota na kuziweka hivi huenda mtu akaja akazipiga teke. Kwa hiyo tufanye kama agizo linalosema, tuzikusanye na tuzichakate. Kwa hiyo kazi imeanza, Dar es Salaam imewasha moto, na moto huu uendelee kupitia wilaya zake hadi ngazi ya vijiji. Scout moto! Mimi niwashukuru na kuwatakia kila laheri. Naumia